Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 26 siku ya Ijumaa asubuhi, tutangazia habari kubwa za kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema Mwigulu marufuku kuuza bidhaa kutoa huduma kwa fedha za kigeni nchini. Marufuku kuuza bidhaa kutoa huduma kwa fedha za kigeni nchini. Na kuna habari inayosema Ulega mikopo imebadili uchumi wa wananchi na miundombinu. Huyo ni Ulega asema mikopo imebadili uchumi wa wananchi na miundombinu. Lakini chanjo ya kuokoa watoto Zanzibar katika maradhi hatari. Chanjo ya kuokoa watoto Zanzibar katika maradhi hatari. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe ni kauli ya Profesa Musa Asadi yaibua wadau. Kauli ya Profesa Musa Asadi yaibua wadau ni kuhusu kauli yake kwamba kuna waziri kijana tajiri kupindukia, TAKUKURU watia neno. Kuna kauli yake kuhusu kwamba kuna waziri kijana tajiri kupindukia, TAKUKURU watia neno. Lakini matumizi ya anasa ya mshtua Zungu. Matumizi ya anasa ya mshtua Zungu na ubunifu wa kijana wavunja historia ya miaka 51 kisiwa kisichokuwa na barabara. Ubunifu wa kijana wavunja historia ya miaka 51 kisiwa kisichokuwa na barabara. Lakini baba ahukumiwa jela miaka kwa kumlawiti mtoto. Baba ahukumiwa jela kwa kumlawiti mtoto. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana na gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenyewe linaanza na habari inayosema fedha za mikopo zinavyobadili miundombinu. Fedha za mikopo zinavyobadili miundombinu. Lakini dawa tiba zilivyo hatari vita dawa za kulevya. Dawa tiba zilivyo hatari vita dawa za kulevya. Lakini baba wa kambo jela kwa kumlawiti mtoto kwa mwaka mmoja. Baba wa kambo jela kwa kumlawiti mtoto kwa mwaka mmoja. Lakini gharama za magari ya serikali tunakwama wapi? La gharama za magari ya serikali tunakwama wapi? Gharama za ununuzi matunzo ya magari ya kifahari, serikali yaendelea kung'ata. Spika Zungu afukua mafaili kamati ya Chenge. Bunge sasa kula sahani moja na serikali, wadau wachambua. Lakini habari kubwa ni tunakwama wapi? Gharama za magari ya serikali. Na tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Tuangazie sasa gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaanza na habari inayosema Dr. Mwinyi mgeni rasmi wiki ya ardhi. Dr. Mwinyi mgeni rasmi wiki ya ardhi. Na ZBS yathibiti kelele za muziki kwenye mabaa na hoteli. Na Dr. Nchemba matumizi ya fedha za kigeni kwa biashara za ndani ni kinyume cha sheria. Lakini tumetenga bilioni 449 kutekeleza maendeleo ya kijinsia. Huyo ni Dr. Akili asema. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Majira lenyewe linaandika wataalamu wanavyoonya utoaji holela nta masikioni. Wataalamu wanavyoonya utoaji holela nta masikioni. Na rais hapatikani kwa porojo za mtandaoni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini ushirikiano wa Tanzania na China wazidi kuimarika. Ushirikiano wa Tanzania na China wazidi kuimarika. Na Chalamila awahakikishia ulinzi Sabasaba. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Majira, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye linaandika shilingi kuimarika nusu ya pili 2026. Lakini mchango wa soko la mitaji na uchumi wa dola trilioni 1. Na Mwigulu aonya dola kutumika manunuzi, asema zinatumika kwenye utakatishaji, agiza BOT vyombo vya dola kudhibiti. Lakini watu 29 wang'atwa na wanyama
wakazi wa charuka. Lakini kiwanja cha ndege Kigoma kuanza kutumika Novemba. Kiwanja cha ndege Kigoma kuanza kutumika Novemba. Na Mwinyi, taasisi za fedha zina fursa miradi ya maendeleo. Lakini kijaji ang'aka watumishi wanaoruhusu uvamizi hifadhini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo lenyewe kwenye kurasa za mbele inaandika bilioni 51 zatumika kuboresha uwanja wa ndege Kigoma. Bilioni 51 zatumika kuboresha uwanja wa ndege Kigoma. Lakini mataifa yaja kujionea uwekezaji wa Samia. Mataifa yaja kujionea uwekezaji wa Samia. Lakini kuna habari inayosema Mwigulu, marufuku matumizi holela sarafu ya kigeni. Mwigulu, marufuku matumizi holela ya sarafu ya kigeni. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye linaandika Ulega, mikopo yaendelea kubadili taswira Tanzania kwa miundombinu. Lakini Tanzania yajiandaa kutumia fursa soko la China. Na Profesa Mbarawa, bilioni 51 zatumika kuboresha uwanja wa ndege Kigoma. Lakini Spika Zungu, Rais Samia anajua maslahi ya wananchi, apongeza hatua za serikali kuondoa baadhi ya tozo ushuru ambao ni mzigo kwa wananchi. Lakini Benjamin Mkapa yaleta furaha ya ndoa. Na Benjamin Mkapa yasaka bilioni 7 kuokoa wagonjwa wa figo na selimundu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza lenye asubuhi ya leo lina habari inayosema Waziri Ulega aeleza mikopo ilivyoimarisha miundombinu nchini. Lakini bilioni 51 zatumika kuboresha uwanja wa ndege Kigoma. Huyo ni Profesa Mbarawa asema. Habari ni kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Mwanahabari lenyewe kwenye kurasa za mbele linaanza na habari inayosema Waziri Sangu awataka waajiri nchini kutekeleza dira 2050. Lakini Gwajima azindua mwongozo mpya uendeshaji mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Gwajima azindua mwongozo mpya uendeshaji wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Na serikali yasisitiza kuimarishwa kwa mapambano dhidi ya biashara bidhaa bandia. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za mbele. Lakini bado kuna habari inayosema Ulega, hivi ndivyo mikopo inavyobadili miundombinu nchini. Lakini Dr. Samia ndiye rais anayejua maslahi ya wananchi wake. Huyo ni Zungu, spika wa bunge asema Rais Samia ndio rais anayejua maslahi ya wananchi wake. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru lenye linaandika mfumo wa kuagiza gesi kidigitali wa Orion gesi wazinduliwa. Lakini diplomasia ya uchumi yazidi kuzaa matunda. Diplomasia ya uchumi yazidi kuzaa matunda. Na hospitali ya Shifa yaanzisha madarasa kuhusu lishe na mtindo wa maisha. Lakini jaji mkuu amshukuru Rais Samia kwa kuendelea kuimarisha mahakama. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Mtanzania Leo linaandika presha sukari vyatajwa kuwa chanzo kifo cha waziri Mbawala. Presha sukari yatajwa kuwa chanzo cha kifo cha waziri Mbawala. Lakini Sarome Makamba afunga maonyesho ya nishati export. Na balozi Haji atangaza fursa za biashara China. Na hospitali ya Shifa yaja na suluhisho kwa wagonjwa wa kisukari. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako Raia Mzalendo lenye linaandika aliyemuua baba yake Dar es Salaam, aliyemuua babu yake kwa sumu. Huyo aliyemuua baba yake Dar es Salaam alimuua na babu yake kwa sumu. Lakini tutahakikisha nguvu kazi ya wafanyakazi inalindwa ili kuleta mafanikio. Lakini watumishi Iringa wapania kuimarisha uwazi na uwajibikaji. Spika akerwa na magari ya kifahari. Huyo ni spika wa bunge akerwa na magari ya kifahari. Aitaka serikali ibane matumizi, asema atatoa mfano kwa kutembelea gari la kawaida. Lakini waziri Ulega asema faida ya mikopo itaonekana sasa na kwa vizazi vijavyo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina.
Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani, huku gazeti lako la Taifa Tanzania linaanza na habari inayosema wawakilishi wa Afrika Morocco, Afrika ya Kusini wafuzu 32 bora kombe la dunia. Lakini FIFA yamfungia kiungo wa Katari mechi tano. FIFA yamfungia kiungo wa Katari mechi tano. Na gazeti lako la Mwanahabari inaandika CDF Cup kuanza kutimua vumbi Julai 6. Lakini TP Mazembe kutua kwa Edgar William. Maema atajwa kubaki Simba. Asenga Cup wanawake yaipaisha Morogoro. Lakini Maseko wa wazima Korea Kusini kombe la dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Machinga lenye linaandika Christian Mogala TRA United ni timu bora ligi kuu. Lakini nyota Tanzania agombaniwa Ulaya. Na Kibu Dennis nina furaha Al Nasri. Yanga wahimizwa kuchangamkia fomu CDF Cup kuanza Julai 6. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Tanzania leo linaandika kwenye michezo, Yanga yajiapiza ubingwa wa ligi kuu bara. Simba yaingia hofu kwa Singida Black Stars. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo. Lakini Ibenge amtaja Depu Dube Azam. Ibenge amtaja Depu Dube Azam. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika Molin aita mashabiki baka hapa vita bado. Lakini serikali yaahidi kuimarisha timu za walemavu. Na Morocco Afrika ya Kusini za tinga 32 bora. Haiti Katari zaaga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Majira linaandika Msigwa aipongeza BMT kukuza michezo nchini. Lakini vita ya taji Pemba Simba au Azam ni wakati wa Ibenge au Beka kusimikwa ufalme. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika TFF yaandaa utaratibu maalum fainali za shirikisho Gombani. Lakini kocha TRA yashangaa kukataliwa goli. Simba yageuza shilingi ubingwa ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Mwanaspoti gazeti linaandika 32 bora hesabu kali. Lakini Ibenge mtaja Rajiga aigusia Simba. Molin afichua Ture ni mtu kazi Simba. Uzazi wa Wema Sepetu kama kina Maria Kerry. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.